Haleluya, haleluya, haleluya. Wapendwa, natumai mko sawa, natumai Bwana mhifadhi anawalinda nako nanyi hadi wakati huu. Kwa majina naitwa Nyango Eric. Leo niko katika shule ya wanaanga East African School of Aviation, kwa shughuli tu za kibinafsi, lakini kila wakati ni wakati mwafaka ya kuhimizana, kutiana nguvu, vile vile pia kuinua imani ya kila mmoja. Kwa hivyo leo ningependa tutiane moyo kwa hii swala ya ni wewe ndio kubadilisha taswira ya familia yako. Ni wewe ndio kubadilisha maisha ya watu wako. Ni wewe kubadilisha kila kitu chao. Ni wewe kutoa wazazi wako kutoka kwa mitaa mabanda kuwapeleka katika zile mitaa tajika. Ni wewe wa kununulia wazazi wako gari. Ni wewe wa kuwatoa katika zile manyumba ambazo zina mvua ikinyesha maji inatiririka ndani. Ni wewe wa kuhakikisha kwamba mwapeleka katika graduation, waende pale waseme kwamba pia mtoto wetu vile vile pia anafuzu. Ni wewe wa kuhakikisha kwamba utafanya wazazi wako waalike marafiki zao katika shughuli ya mahari. Ni wewe wa kuhakikisha kwamba wazazi wako wanashika fulusi za kigeni. Ni wewe ndio utafanya wazazi wako waabirie ndege za ughaibuni, ndege za kuenda mahala pa maana. Ni wewe utahakikisha kwamba wazazi wako wako na sifa, wanaheshimika. Vile vile pia ni wewe utafanya wazazi wako wasalimie watu wakuu. Ni Yosefu alifanya wazazi wake wakasalimia yule ambaye anaitwa mfalme wa Misri. Ni yeye alifanya. Vile vile pia ni wewe pia utafanya. Ni wewe utafanya asalimie rais, magavana, walimu, vile vile pia wabunge. Ni wewe utafanya familia yako waheshimike. Ni wewe utafanya wakuwe mahali ambapo wanafunguliwa milango. Ni wewe utafanya wazazi wako wajivunie kwamba walipata mtoto. Ni wewe utasababisha wazazi wako wapigiwe saluti. Ni wewe utafanya wazazi wako waache kuvaa mavazi ya vitambara. Ni wewe wavalie mavazi ya kisasa. Ni wewe utafanya wazazi wako wakuwe watu wa kuheshimika, watu ambao wanaenziwa. Ni wewe utafanya wazazi wako wajue kuna book launch wakati ambapo umepeleka katika mkahawa mkubwa. Ni wewe. Maana Biblia inasema watoto ndio wanafaa wafanye wazazi wajivunie. Ni wewe. Hujaumbwa tu ukue kibaraka, hujaumbwa tu ukue dharau, hujaumbwa tu ukue masaibu na ukue chukizo, hujaumbwa ukue shida. Umeumbwa ukue mtu wa maana katika familia yako. Ni wewe utafanya wazazi wako watu wajue kwamba hii familia iko na mtu. Ni wewe. Kwa hivyo wapendwa, ningependa nikuambie ni wewe utafanya. Ni wewe ndio utafanya. Na itawezekana tu kupitia Kristo. Maana yote yanawezekana kupitia Kristo. Chochote ambacho utatamka kitabu cha Ayubu, Mungu atafanikisha. Kwa hivyo ningependa nikuambie wapendwa, ni wewe utafanya. Ni wewe utasababisha. Ni wewe Mungu atakutumia kutenda mambo makubwa. Kwa hivyo leo ningependa nikutie moyo, usijidunishe, usijidharau. Usijione kana kwamba hakuna kitu kizuri kinaweza kupatikana kwako. Ujue kwamba ni wewe Mungu atakutumia kubadilisha maisha ya watu wako. Vile Mungu alitumia mtumishi wake Gideoni, vile vile atakutumia kubadilisha taswira ya familia yako, nyumba yenu, kizazi chako, maana ni Mungu mwaminifu. Usichoke, usikate tamaa, usivunjike moyo, usononeke, moyo wako isisumbuke. Mungu atafanikisha. Kwa hivyo leo ningependa nikuambie kwamba wewe ni wa maana sana, na wewe ni wa umuhimu katika kizazi chako. Leo ni siku wakfu. Ni wewe wa kufanya wazazi wako waende mahali pa maana, waende mahali ambapo
wanalishwa vizuri kwa maji moto, kwa maji ya towel, ndio wananawia mikono. Ni wewe. Mimi nilifanya mzazi wangu mama akashika furusi ya kigeni. Wewe pia unaweza. Wewe pia unaweza kufanya mambo haya. Maana ukiwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu anakubariki. Kwa hivyo siku ya leo nataka ujitambue kwamba unaweza. Na ujione kwamba wewe ndio gwiji, wewe ndio shujaa wa familia yako. Wewe ndio utabadilisha maisha ya watu wako. Ni wewe ndiye utaenda pale, uwabadilishe na utende mambo makubwa katika hiyo familia. Ni wewe ndiye utafanya hii familia ikue familia maana. Ni wewe. Kwa hivyo wapendwa, ningependa nikuambie kwamba siku ya leo ujitie moyo katika Bwana na yote itakuendea vyema. Hadi wakati mwingine, maasalam.